Msanii wa muziki kutoka Marekani, Nio. Kama haumfahamu vizuri, ni yule msanii ambaye miaka kadhaa ya nyuma aliimba wimbo pamoja na Diamond Platnumz, wimbo ambaye ulikuwa unaitwa Marry You, ama unaweza kusema I Want to Marry You. Ni msanii ambaye kwa sasa ni msanii ambaye ana trendi kwa kuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa lugha ya kigeni tunasema kwamba ni msanii ambaye ni polygamist. Ni mtu ambaye ana mke zaidi ya mmoja, na kwa takriban idadi ya wake zake ni huwa na wake 4. Sasa leo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua kututambulisha rasmi ile idadi ya wake zake ambao anao, na ametambulisha kwa majina, huku akiwa ameandika caption ambayo ikisomeka hivi: kwa kuwa dunia inashangazwa sana, nadhani ni vyema niwatambulishe wapenzi wangu ipasavyo. Sasa alivyoandika hivyo, aliambatanisha na listi ya wake zake, huku akiwa amewapa majina yao pamoja na vyeo ama sifa ambazo wake zake wanazo, na kila mmoja amekuwa akimpa jina lake pamoja na sifa yake. Sasa mke wa kwanza Nio ameendelea kuandika kwa kusema kwamba, ndugu wanawake na wanaume, nawasilisha piramidi yangu kama ifuatavyo. Akaanza na namba 1. Namba 1 amemuita Christina aka PB, yani Pretty Baby. Hii Pretty Baby kwa lugha rahisi ya Kiswahili unaweza kusema kwamba ni mrembo na mpole, huku emoji ambayo ilikuwa imeambatanisha pale ilikuwa ni kufuli ambalo limefungwa likiwa na funguo. Huku mke wa pili alimuita Arielle aka Twin Flame. Twin Flame akiwa na maana ya kwamba pacha wa moto, yani, na pale kwenye emoji yake ya Arielle ilikuwa imeweka na emoji ya fire fulani hivi. Huku mke wa tatu ama mwanamke wa tatu alikuwa anaitwa Money aka Phoenix Feather, yani ni manyoya ya Phoenix. Lakini kwenye emoji pale yeye ameambatanisha na emoji ya nyoya. Huku mwanamke wa mwisho na wa 4 alikuwa anaitwa Bry, ama akiwa anamuita aka ni Sexy Lil Something, akiwa na maana ya kwamba ni kidogo chenye mvuto. So kwa lugha ya kibongobongo unaweza kusema kama ni kipotable fulani hivi. So hao ni wake zake 4 ambao amewatambulisha kupitia kurasa wake wa Instagram msanii Nio. Huku kwenye caption akiwa ametuachia swali ambalo likiwa linasomeka ya kwamba, say something nice or move on with your life, we happy over here, ikiwa na maana ya kwamba sema jambo zuri au endelea na maisha yako, tunafuraha huku kwetu. So ukiamua kucomment kitu kizuri kwenye ukurasa wake wa Instagram pale kwenye posti ambayo amewaposti wake zake, amekupa ruksa, unaweza kucomment. Lakini hata kama usipopenda kucomment, wewe pita, endelea na maisha yako. Lakini yeye kwa upande wake pamoja na wake zake, wao bado wana furaha. Sasa scenario kama hiyo mimi niitoe huko kwa Nio, nilete hapa kibongobongo. Je, tumekuwa tukiona baadhi ya tamaduni zikiwa zikiruhusu wanawake ama wanaume kuoa mke zaidi ya mmoja na wanawake kuolewa kwenye ndoa za mitara. Sasa hii kibongobongo, unadhani wake ambao ni mitara ama 4 wenye idadi kama hiyo wana uwezo wakawa wanaishi kwenye mapenzi ambayo umeyaona kwa Nio pale? Lakini kikubwa zaidi ni kwamba unaiona ndoa ya Nio pamoja na wake zake 4 itaendelea kudumu kwenye furaha kama hiyo ambayo unaiona hapo, ikiendelea kudumu kwenye furaha, ama mambo yatakuja kubadilika huko baadaye? Tunafahamu kuna baadhi ya watu ambao ni maarufu hapa Tanzania wameshawahi kuonesha mapenzi yao wakiwa na mke zaidi ya mmoja, yakiwa hadharani. Mwisho wa siku waliendelea kuishi wanawake wale kwa furaha, lakini at the end of the day tuliona yale mahusiano yao haya kudumu vile kuwa na furaha. Mwisho wa siku waliendelea na kugombana. So unaona vipi kwenye mtazamo wako kwa msanii Nio? Je, wanawake hawa 4 ambao unawaona wakiishi kwa furaha muda wote pamoja na mume wao wakisema kwamba wao wana furaha, so wewe ukiendelea kusema jambo lolote zuri ama baya, wao wataendelea kubaki kwenye msimamo wao wa kuwa na furaha? Je, unaona kwamba furaha yao itaendelea kudumu, ama kibongobongo hii scenario unaiona tukiendelea msanii yoyote ama mtu yoyote akiwa na wake kama hawa 4 wana uwezo wa kuishi kwenye furaha kama ambayo anaishi nayo Nio? Niandikie hapo kwenye comment section na sisi tutaweza kudiscuss kwa pamoja. Lakini kumbuka, hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, make sure una subscribe hapo juu, lakini una turn on alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa ambazo tumekuwekea. Kucomment, kushare na kulike ni jambo lako la msingi sana.